Ajali za barabarani mara zote husababisha maumivu ya muda mrefu kama vile ulemavu na hata vifo. Na ajali hizi baadhi zinaweza kuepukika iwapo tu makundi yote ya watumiaji barabara yatazingatia taratibu na sheria za usalama barabarani. Fuatana nasi katika safari hii. Namna hiyo, mfuatiliaji wa TriGen Media, hapa tumekuwa na mambo mengi sana yanayoendelea, lakini sasa tunaanza kukuletea kampeni maalum kabisa kuhusiana na usalama barabarani. Leo tunaanza vipi? Hebu tufuate, twende tukaongee na wakuu wa usalama barabarani. Yapo mengi, usidhani unayafahamu yote. Nifuate, twende. Kamanda, habari za kazi? Sisi kama kikosi cha usalama barabarani Tanzania, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha watumiaji wote wa barabara wanatumia barabara salama. Kuna makundi mengi yanatumia barabara, kuna watembea kwa miguu, waendesha magari, wasaga wanyama, waendesha baiskeli, pikipiki na maguta pia. Sasa jukumu letu kubwa ni kuwapa elimu wa watumiaji wa barabara, kuhakikisha wanatumia barabara salama na wanaepuka ajali ambazo zinaweza kusababishwa na uzembe wa mmojawapo wanaotumia hizo barabara. Mtazamaji wa TriGen Media, yako mengi ya kujifunza, lakini kwa siku ya leo, ili uweze kuona kwamba usione askari wa usalama barabarani wako barabarani, wana mambo mengi. Kuna mengine unaweza kadhani unayajua na mengine huyajui. Nikiwa na Afande Eric hapa, tunakuja katika hili. Afande, kumekuwa na swala la kutembea barabarani. Hebu leo tuzungumze watembea kwa miguu. Mfano, tunaona hapa kuna sehemu ya kutembea kwa miguu. Tunakaaje? Kuna marafiki zangu siku moja aliwahi kusema, unajua unavyotembea uwe kama gari pia unakaa ule upande wa kushoto. Je, na sisi tunaenda kufuata site kama magari ama kuna utaratibu gani? Hapana, sheria inatuelekeza tunapotembea tutembee upande wa kulia wa barabara. Kama upande tuliosimama sisi, maana tuko sahihi tukitembea kwenda huku. Kwa hiyo kama tunaenda huku tuko sawa. Au kama huku hivi, kama tunaenda huku tunapaswa kutembea upande ule wa barabara. Kwa hiyo tukitembea upande huu kama tunakwenda upande huu, kwa maana tunatembea upande huu ili tuweze kuona magari yanayokuja mbele. Ila gari akiwa upande huu yuko sawa. Gari ndio upande ambao tunatakiwa kupita. Kwa hiyo sisi kama tunatembea upande huu, maana yake tunaona gari inayokuja mbele. Lakini tukigeuka tunaona tunatembelea kwenda hivi, maana yake hatuoni hatari inayokuja. Kwa hiyo unashituliwa gari hilo unaanza kufanya kitu ambacho sicho. Kwa hiyo sheria yetu inatofautiana na sheria ya gari, kwamba gari ni kushoto. Lengo la kutembea upande wa kulia ni uone ile chombo cha moto kinachokuja mbele yako. Bila mwingine gari inaweza dereva akafail brake hapa, akatafuta alternative ya kutoa gari pembeni, na wewe umelipa ile njia, umeipa mgongo, kwa maana yake huwezi kuona ile hatari inayokuja nyuma yako. Labda tairi ya gari imechomoka inakuja barabarani. Kwa hiyo ukiwa unaiona, maana yake ni rahisi kukwepa ile hatari inayokuja. Kwa hiyo sheria inatuelekeza tutembee kulia mwa barabara ili tuweze kukwepa zile hatari zinaweza kutokea ambazo tusitarajia. Tumekuwa tunafanya kwa mazoeo, nasema acha nitembee huku, na kuna makundi mbalimbali ya watumia barabara. Kuna walemavu, kuna wanafunzi, kuna makundi mengine ambayo yanasaidiwa kabisa. Labda ni mambo gani? Wape tu dondoo kidogo tu. Tuyafikie makundi yote. Kwa maana ya watembea kwa miguu, tutawafikia watoto wadogo wa shuleni, shule za awali, shule za msingi, sekondari na vyuo. Kwa maana tunachoamini, kimjengea mtoto mdogo uelewa matumizi salama na sahihi ya barabara, akajua aina za vivuko, sehemu gani salama za kuvuka, basi atakuwa akiwa na hiyo elimu ya usalama barabarani. Hata akishakuwa mtu mzima anajua, afande wakati niko mdogo alituelekeza hivi. Kwa hiyo ni rahisi kujenga kizazi ambacho kina uelewa mkubwa wa sheria na matumizi salama ya sahihi ya barabara, kitu ambacho kitupelekea kuepukana na ajali za barabarani. Nimewahi kuona matrafiki wa watoto wale, mnawafahamu, mnawatambua shuleni, nao huwa wanatusimamisha. Ni sahihi, wale tumekuwa tukiwafundisha, tunawafundisha namna ya kukushana wao kwa wao kwa kutumia vibao. Kwa ni sahihi, tumewapa elimu ya kutosha, na tunawachukua wale kidogo ambao wana umri mkubwa kwa wenzao, at least wale darasa la kwanza, la darasa la 3 na la 4 ambao tayari wana uzoefu, ili wale wanaoanza awali kwa maana ya darasa
kwanza na wale wa nasari hawajui hayo matumizi. Kwa hiyo tukienda kuwajenga na wale wanakuwa rahisi kuwavusha wenzao bila kupata madhara. Haya yote yanayotokea ni makusudi ama bahati mbaya? Mfano zebra tumewekewa pale, sisi wananchi tuvuke kwa kupitia pale, lakini tunashindwa kuvuka kwa ajili ya kuogopa kuokoa maisha yetu kwa sababu ya bajaji na bodaboda. Wakati ninaposimama mimi pale, taa kule zimezuiliwa huku na huku, lakini bajaji hakubali. Mimi naingia nikijua niko sehemu salama, wakati wao navamiwa na pikipiki au bajaji inalitana. Mfano hai ni hizi hapa. Kwa hiyo tunaogopa kuvuka pale, tunavukia hapa. Hizi zimekamatwa ndio. Tena live kabisa, askari ameona, kwa sababu tunataka tuvuke pale, uweze kuvuka. Ukisimama katikati yao wanakunja, wanakukuta, wanakugonga. Ndugu kiongozi, mwandishi wa habari, sio mfano hai unaona. Tusimwona zebra hii hapa. Ndio. Na zebra si ile pale, lakini angalia raia anapovukia. Ule dada yule pale anavukia pale kwenye sio sehemu yake ile. Gari kiacha njia je akigongwa pale, mwenye gari anakosa, pikipiki anakosa. Mwenye kosa ni raia mwenyewe kwa kutumia akili yake. Ile imechorwa. Umeona ule pale anavuka kwenye rasta. Ndio. Kasimama. Anaangalia huku na huku. Kama usalama wake unamruhusu ndio anavuka. Umeona bwana? Haya, huyu dada huyu hapa anavuka, kuna rasta hapa? Hakuna. Haya, ile rasta kule iko empty. Wana makosa kisheria, inabidi wanaovuka kwa mguu hapa wapigwe faini. Kwanza hapa kuna changamoto nafikiri ya kiufundi kwenye barabara. Unajua ukiangalia kuanzia hapa ili uweze kuyuta lazima uende mpaka mataa ya gate room. Sasa kama dereva afu unakuja kufuata mtu airport, biashara unaona kama unachoma mafuta ili kufuata mteja hapa. Kwa mimi nafikiri kuangaliwa namna, hata kama ni barabara inatoa ingeenda kukunjia walau hata kwenye sheli pale mbele ili kurahisisha, sio mtu mpaka uende Rumo urudi. Kwa kukunja hapa kwenye zebra najua kabisa nimevunja sheria, lakini kuangalia kwenye mazingira ya kupata riski. Kwa unaona uende kule mpaka urudi hapa, mteja sitomkuta, atakuwa shaondoka. Na hapa bajaji ni nyingi, kwa mtu anamshawisha anambeba akiona wewe unachelewa. Kwa kukunja hapa ni katika kuwahi mteja asiondoke. Kwa sekunde chache, unataka kuambia nini thamani ya uhai na makosa yanayofanyika barabarani? Sasa hii kazi kubwa ya jeshi la polisi kulinda raia na mali zao. Moja ya kazi tunazofanya kulinda raia ni kuepusha wasipate ajali. Mfano mzuri, mfano kama wewe ni baba wa familia, umepata ajali leo, familia yako inakutegemea, umekatika miguu yote miwili. Kwa maana hiyo kile kizazi chako kitakuwa tegemezi, kwamba wewe mwenyewe utajitegemea kuwa tegemezi, kwa maana huna uwezo tena kujitafutia kwa sababu ya kitu ambacho ungekuwa na ufahamu wa kutosha ungeweza kukwepa. Tutatoa elimu pamoja. Asante sana. Asante. Usikose kufuatilia mfululizo.